Habari zako mpendwa msikilizaji wa Kivu News Info, tunakutakia amani mahali kote ambako uko unatufuatilia kwa ukaribu. Tunatumaini unaendelea salama na shughuli zako zote zinaendelea salama. Hivyo leo tukiwa tarehe 8 Agosti mwaka 2026 tunakuletea taarifa mbalimbali kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine. Kwa hiyo endelea kuwa nasi ili kupata taarifa zote hizo. Hivyo tutaweza kuanza na habari ya kwanza katika eneo la Mambasa pamoja na Masisi ambako hali ya usalama inazidi kuzorota. Pia tutaweza kuzungumzia mchakato wa amani wa Doha ambao unazidi kufanywa siku baada ya siku. Tutazungumzia pia mlipuko wa magonjwa hatari katika jamii la Wakongomani, hasa ugonjwa wa Ebola na pia kipindupindu ambazo zinazidi kuhatarisha hali za kiafya za wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia tutaweza kuzungumzia ajali ya majini ambayo ilitokea huko Chopo, pamoja na habari nyingine zote za kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitaweza kuzungumziwa hapa hivi. Ndio maana tunakusii uendelee kuwa nasi hadi mwisho na ufuate kwa makini ili usiweze kukosa hata habari moja. Na kama unaendelea kutufuatilia na uko mgeni kwenye channel hii, tunakuomba tafadhali usiondoke bila kusubscribe na kushare habari hii ili kuwapa rafiki zako na familia matangazo hii yenye inapatikana kwa muda muafaka, na hivi nao pia waweze kujifaidi. Ikiwa utafurahia zaidi, unaweza kufanya hivyo na kuwasha alama ya kengele ili uweze kupata habari zetu kwa muda unaofaa. Acha basi tuanze na taarifa yetu ya kwanza. Habari zetu tukiwa ndani ya Lualaba ambako baada ya kusimama kwa miezi 6 ya uchimbaji, wachimbaji zaidi ya 15,000 wameweza kurejea kwenye mgodi wao huko Tulizembe. Baada ya kusimama kwa muda wa miezi 6 kutokana na mafuriko yaliyofunika sehemu kubwa ya eneo la uchimbaji, shughuli za uchimbaji wa madini zimeanza tena katika mgodi wa Tulizembe uliopo kijiji cha Mpanja mkoani Lualaba. Kurejea upya kwa kazi ya uchimbaji kumeweza kuwaunganisha tena mamia ya maelfu ya wachimbaji kwenye mgodi huo ambao wanatumia kazi hiyo kuwa maisha yao ya kila siku. Hata hivyo, kabla ya shughuli kuanza rasmi, viongozi wa eneo hilo waliona ni muhimu kuzungumza na wachimbaji kuhusu namna ya kulinda amani na mshikamano na usalama ndani ya mgodi. Lengo kuu lilikuwa kuhakikisha kuwa kila mchimbaji anafanya kazi katika mazingira yenye utulivu bila kuingiza migogoro ya kisiasa au ya kikabila katika kazi yao. Katika maeneo mengi ya uchimbaji wa madini nchini, mara nyingi kumekuwa na migawanyiko inayotokana na tofauti za kisiasa, kikabila au madai mbalimbali ya kijamii. Hali hiyo wakati mwingine husababisha migogoro kati ya wachimbaji na kuhatarisha uzalishaji pamoja na usalama wote wa wanaofanya kazi mgodini huko. Kwa kuzingatia changamoto hizo, viongozi wa mgodi wa Tulizembe waliandaa kikao maalum cha kuwahamasisha wachimbaji kabla ya kurejea kazini. Katika kikao hicho, msimamizi wa mahusiano ya umma Patrick Molai aliwataka wachimbaji kuendelea kuiona Tulizembe kama sehemu ya kazi pekee. Alisisitiza kuwa hakuna nafasi ya shughuli za kisiasa ndani ya mgodi huo na kwamba kila mtu anapaswa kujiepusha na kauli za chuki, ubaguzi na wa kikabila au vitendo vinavyoweza kuvuruga umoja wa wachimbaji. Kwa mjibu wake, mafanikio ya mgodi yanategemea ushirikiano na kuheshimiana katika mgodi na watu wote wanapaswa kufanya kazi kwa umoja na kwa heshima. Kwa upande wake, viongozi wa shirika la Komiba
wameunga mkono msimamo huo. Wanasema wataendelea kushirikiana na wasimamizi wa mgodi kuhakikisha nidhamu, mshikamano na kuheshimiana vinaendelea kuimarishwa ili kila mchimbaji afanye kazi katika mazingira salama yenye utulivu. Rais wa wachimbaji wa Tulizembe Frank Yuma amesema kuwa mgodi huo umewakutanisha watu kutoka maeneo mbalimbali na makabila tofauti. Kwa maoni yake, tofauti hizo hazipaswi kuwa chanzo cha migogoro bali ziwe nguvu za kujenga maendeleo. Ameeleza kuwa jambo la msingi ni kuhakikisha kila mchimbaji anazingatia kazi yake na kushiriki katika kulinda usalama wa maeneo hayo na kulinda eneo lote la uchimbaji. Pia ametangaza hatua mpya ya kuhakikisha mgodi unabaki huru dhidi ya siasa. Kwa mjibu wa Frank Yuma, kuanzia sasa haitaruhusiwa kuingia bendera za vyama vya siasa wala picha za viongozi wa kisiasa ndani ya maeneo ya mgodi. Amesema kila mtu ana haki ya kuwa na msimamo wake wa kisiasa, lakini si ndani ya sehemu ya kazi ambako lengo kuu ni uchimbaji wa madini na kujipatia kipato. Kauli hizo zinakuja wakati ambapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna mjadala mbalimbali ya kisiasa ikiwemo huku marekebisho ya katiba. Viongozi wa Tulizembe wanaamini kuwa ni muhimu kutenganisha masuala ya kisiasa na shughuli za uchimbaji ili kuzuia migawanyiko inayoweza kusababisha migogoro ndani ya mgodi. Mbali na masuala ya mshikamano, viongozi hao wanazungumzia umuhimu wa kuimarisha usalama wa maeneo ya uchimbaji. Wanasema hatua za kuzuia ajali na majanga zinapaswa kupewa kipaumbele ili kuepusha kusimamishwa tena kwa shughuli kama ilivyotokea baada ya mafuriko yaliyosababisha mgodi kufungiwa kwa miezi 6. Mgodi wa Tulizembe uliopo katika kijiji cha Mupanja mkoani Lualaba unakadiriwa kuwa na zaidi ya wachimbaji wa madini 15,000. Kurejea kwa washughuli kunatoa matumaini mapya kwa maelfu ya familia zinazotegemea uchimbaji wa cobalt kujipatia kipato. Changamoto iliyopo sasa ni kuhakikisha uzalishaji unaendelea sambamba na amani, usalama na ushikamano wa wachimbaji wote bila kujali tofauti zao au kabila wala lugha zao. Hiyo ni taarifa ya Tuzungumzie pia kuhusu mlipuko wa kipindupindu ambao unaendelea kusambaa mkoani Kwilu na zaidi ya watu 400 wameweza kuambukizwa. Ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kuwa tishio kubwa katika jimbo la Kwilu ambapo maeneo yanayoathiriwa na mlipuko huo sasa yanaongezeka hadi 8. Baada ya ugonjwa huo kuripotiwa katika maeneo ya afya ya Bandundu na Kikongo, sasa maeneo ya Mokala pamoja na Ipamu nayo yameanza kurekodiwa kupata magonjwa hayo. Kwa mjibu wa takwimu za mamlaka za afya, tangu mwanzoni mwa mwezi wa Juni hadi sasa, jumla ya watu 419 wameambukizwa kipindupindu huku watu 30 wakipoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa ugonjwa huo bado ni changamoto kubwa kwa wakaaji wa jimbo hilo. Hata hivyo, kuna habari zinazotoa matumaini. Katika maeneo ya afya ya Bandundu na Kikongo hakuna wagonjwa wapya waliogunduliwa kwa sasa. Hali hiyo inaonyesha kuwa hatua zinazochukuliwa na wataalamu wa afya zimeanza kuzaa matunda. Katika eneo la afya la Kikongo, jumla ya watu 196 walithibitishwa kuambukizwa na kipindupindu. Kati yao watu 8 walifariki dunia huku zaidi ya wagonjwa 100 wakipata matibabu na kuruhusiwa kurejea nyumbani mwao, wakisema kuwa wao tayari wameweza kupona kutokana na ugonjwa huo. Kwa upande wa Bandundu, jumla ya wagonjwa wote ni 212 waliorekodiwa. Watu 14 walifariki dunia, lakini zaidi ya wagonjwa 900
nane walipona na kuruhusiwa kutoka hospitalini baada ya afya zao kuweza kuimarika. Taarifa hizo zimethibitishwa na viongozi wa idara ya afya ya jimbo ya Kwilu. Licha ya maendeleo hayo katika maeneo mawili, hali bado inaendelea kuwa ya wasiwasi katika maeneo ya afya ya Mokala na Ipumu. Huku ndiko ugonjwa unaendelea kuenea na mamlaka za afya zinaongeza juhudi za kuzuia mashambulizi mapya ya ugonjwa huo wa kipindupindu. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, sababu kubwa inayochangia kuenea kwa kipindupindu ni matumizi ya maji yasiyotibiwa kutoka katika mto wa Kasai. Wakaaji wengi hutumia maji hayo kwa kunywa na matumizi ya nyumbani bila kuyachemsha au kuyatia dawa za kuyasafisha, jambo linaloongeza hatari ya maambukizi. Ili kukabiliana hali hiyo, timu za afya zimeanza kampeni ya kutibu maji kwa kutumia dawa maalumu za chloroquine katika vijiji vya Piopio na Panu vilivyo katika eneo la afya la Makola. Zoezi kama hilo pia linaendelea katika kijiji cha Kinkole kilichopo ndani ya eneo la afya la Ipamu. Mamlaka za afya zinaeleza kuwa hatua hizo zinalenga kuzuia kuendelea kwa maambukizi na kulinda maisha ya wananchi. Wakati huo huo, wananchi wanahimizwa kuchemsha maji na kuyanywa. Hivyo kunaweza kunawa mikono na sabuni mara kwa mara na kuwahi kufika kwenye kituo cha afya wanapoanza kuonyesha dalili za kipindupindu kama vile kuharisha sana na kutapika. Katika juhudi za kupambana na ugonjwa huo, serikali kuu pamoja na serikali ya jimbo la Kwilu zimeendelea kutoa msaada wa vifaa mbalimbali. Msaada huo unajumuisha dawa za kutibu maji, vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya pamoja na vifaa vya usafi vya kuua vijidudu katika maeneo yaliyoathiriwa na ugonjwa huo. Wataalamu wa afya wanaamini kuwa ikiwa wananchi watazingatia maelekezo ya kinga na juhudi hizi zitaendelea kuungwa mkono, kuna uwezekano mkubwa wa kudhibiti mlipuko huu katika maeneo yaliyobaki na kuzuia ugonjwa kusambaa katika sehemu nyingine za jimbo la Kwilu. Kwa sasa mamlaka zinaendelea kufuatilia hali ya ugonjwa huo kila siku, huku zikitoa wito kwa wananchi kushirikiana na wahudumu wa afya ili kulinda maisha yao na ya jamii nzima kwa ujumla. Hiyo ni taarifa kutokea hapo Kwilu ambako ugonjwa wa kipindupindu au kolera unazidi kusumbua wananchi na mlipuko huo haujaweza kusimama, unaendelea. Ndiyo maana mamlaka za kiafya zimeweza kutoa misaada mbalimbali ili kuweza kusaidia kupunguza uzito au kasi ya ugonjwa huo. Basi tuishie hapa, tutaendelea na habari hizi endapo tutapata nyingine zenye kufanana na hizi. Tuelekee basi ndani ya Mombasa ambako wasiwasi imeweza kuongezeka baada ya mauaji na utekaji unaodaiwa kufanywa na waasi wa ADF. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika wilaya ya Mombasa mkoani Ituri ambako matukio ya mauaji, utekaji wa raia na kuhama kwa wananchi yanaendelea kuripotiwa siku baada ya siku. Wakaaji wa maeneo mengi wanaishi katika hofu kubwa kutokana na mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na waasi wa ADF. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa jamii na mashirika ya kiraia, siku ya Alhamisi tarehe 6 Agosti, miili kadhaa ya raia iligunduliwa katika maeneo ya Bandi Biondo. Inaelezwa kuwa watu hao waliuawa wakati wa mashambulizi yaliyotokea kati ya tarehe 30 na 31 Julai katika eneo hiyo. Miili hiyo ilionekana baada ya baadhi ya wakaaji waliokuwa wakikimbia mapigano kuanza kurejea kwenye vijiji vyao. Walipofika walikuta athari za mashambulizi hayo zikiwemo miili ya watu waliouawa. Hata hivyo, hadi sasa idadi kamili ya waliofariki bado haijaweza kuthibitishwa rasmi na mamlaka husika.
Wakati huo taarifa nyingine zinaeleza kuwa karibu na kituo cha biashara cha Teruri watu wasiopungua 4 walitekwa nyara na watu wanaoshukiwa kuwa ni wapiganaji wa ADF. Miongoni mwa waliotekwa wanadaiwa kuwemo watoto. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu waliopelekwa au hali yao kwa sasa. Kutokana na matukio hayo, familia nyingi zimeamua kuyaacha makazi yao na kuelekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, hasa katika mji mkuu wa wilaya ya Mombasa. Wengine wameondoka usiku huku wakihofia mashambulizi mapya. Mashirika ya kiraia yanasema kuwa hofu imekuwa kubwa kiasi kwamba hata uvumi wa kuwepo kwa wapiganaji wa ADF unatosha kuwafanya wananchi waweze kukimbia haraka. Hali hiyo imeongeza mateso kwa maelfu ya familia ambao tayari zimekuwa zikiathiriwa na vita vya ukosefu wa usalama kwa miaka kadhaa. Wakati huo, siku moja kabla ya kugunduliwa kwa miili hiyo huko Bandibiondo, miili ya raia 10 ilipatikana ndani ya kanisa la kijiji cha Mungu Iko. Kwa mujibu wa taarifa za wenyeji, watu hao waliuawa katika shambulio lingine lililofanyizwa na wa ADF. Tukio hilo lilizua huzuni kubwa na kuongeza hofu miongoni mwa wakaaji wa Mombasa. Viongozi wa jamii wanaeleza kuwa kuendelea kwa mashambulizi hayo, mauaji na utekaji kunazidisha kuhofisha maisha ya wananchi. Wakulima wengi hawawezi tena kuenda mashambani, wafanyabiashara wanaogopa kusafiri, huku watoto wakikosa fursa ya kuenda shuleni kutokana na hali ya usalama. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa serikali pamoja na vikosi vya usalama kueneza ulinzi katika maeneo yaliyo hatarini. Wanasema kuwa kuimarishwa kwa doria za kijeshi na uwepo wa askari katika vijiji vilivyokabiliwa na mashambulizi kunaweza kusaidia kuzuia uvamizi wa makundi yenye silaha na kurejesha amani ya wananchi, na hivyo imani yao inaweza kuzidi kuwa nguvu kuelekea vyombo hivyo vya usalama. Pia wameomba mamlaka kuharakisha juhudi za kuwatafuta watu waliotekwa nyara ili waweze kuwaokoa wakiwa hai. Familia za waliopotea zinaendelea kuishi katika majonzi na kutokuwa na uhakika kuhusu hatima ya ndugu zao. Kwa sasa wakaazi wa Mombasa wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu, huku wengi wakisubiri hatua madhubuti kutoka kwa mamlaka ili kurejesha amani na usalama. Wakaaji wengi wanaamini kuwa bila kuimarishwa kwa ulinzi na operesheni dhidi ya makundi yenye silaha, mashambulizi yanaweza kuendelea na kuongeza mateso kwa raia wasio na hatia. Hali hii inaonyesha kuwa changamoto ya usalama katika wilaya ya Mombasa bado ni kubwa na inahitaji juhudi za pamoja kutoka kwa serikali, vikosi vya usalama na wananchi ili kulinda maisha ya raia na kurejesha utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa. Hizo ni habari kutoka Mombasa. Hali ya kuhuzunisha, hali ya kutia hofu inaendelea kutokea katika maeneo hayo, na ni wananchi wasiokuwa na hatia ndio wanazidi kulipa deni ambazo hawakuweza kuzikula. Huo ndio ulikuwa mwisho wa mseto wetu wa habari za leo. Tunakushukuru sana kwa kutumia muda wako kufuatilia kipindi hiki cha habari cha Kivu News Info. Tunatumaini taarifa hizi tulizokuletea zimekuongezea uelewaji kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea nchini na katika ukanda wetu. Endelea kufuatilia matangazo yetu kila siku ili kupata habari za kuaminika na za wakati. Kama bado haujajiunga na familia yetu, tafadhali subscribe kwenye ukurasa wetu, bonyeza alama ya kengele ili upokee taarifa mpya kila tunapoachilia habari au tunapotangaza habari zetu kuweza kuzipata kwa wakati. Kisha usisite kushiriki matangazo haya na wengine ili nao pia waweze kujifaidi na kupata umuhimu wa habari zetu. Kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info, tunakutakia usiku mwema au siku njema kulingana na muda unaotusikiliza. Tutaonana tena katika matangazo yajayo. Asante sana kwa kuwa nasi.